Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Pastor Benjamin na nimeokoka. Ninawasalimu kwa jina la Yesu na niko na ujumbe kwa dunia nzima na Afrika nzima. Huu ujumbe wafikia Wakristo na wengine ambao bado hawajaokoka na wako na matarajio ya kuokoka. Kwa hivyo ujumbe wafikie, na ninaamini ni ujumbe ambao unaweza ukabadilisha jamii. Ujumbe wa leo, ningependa kuongea na Mkristo mahali ulipo, na huu ujumbe ningeomba ujumbe uweze kufanya kazi ndani yako. Tumekuwa kizazi ambacho kinapotea, na kupotea tu. Wakati kizazi kinapotea, ni vizuri tuweze kujiita kama mkutano. Kizazi kinachopotea, nani atakuwa kanisa kesho? Kanisa ya kesho ni nani ataiendesha ikiwa kizazi kitaendelea na kupotea? Ujumbe wangu sana sana utawaangukia wanadada mahali ulipo, munisikize vizuri. Kuna vile tumepewa uhuru na katiba katika nchi ya Kenya, na kuna vile tumepewa uhuru hata na Mungu mwenyewe. Lakini ningependa huu uhuru tusije tukautumia vibaya. Tusije tukautumia huu uhuru vibaya, kwa sababu Mungu hajatupa uhuru tumuasi ama tuenende katika mapenzi. Tuenende katika njia ambazo si safi. Ametupa uhuru tuutumie kwa kumpendeza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ujumbe wangu ni kwamba nikiongea Afrika nzima na dunia nzima kwa jumla, kwa wandada, na nitaongea kuhusu mafasi. Mafasi ni sehemu fulani shetani amekuwa akitumia ili kuangamiza kizazi, kwa sababu imefika mahali watu wanaenda uchi, watu wanafaa vibaya na hawaoni haya. Unaweza kuwa kuna watoto wako wakubwa ambao wanahitaji heshima kutoka kwako wewe mzazi. Hizi mafasi mnafaa long hizi, ambao ni long, inaingizwa kwa kiuno kwa njia ya kulazimishwa, alafu kingine na bana mwili wote. Sehemu za mwili zinaonekana kuwa wazi, mapaja yanaonekana kuwa wazi, sehemu ya siri inabaki ikijichora vile imeumbika. Na unaweza kuwa wewe ni mama na uko na watoto wasichana. Hivyo ndivyo wataenda katika hiyo njia. Unaweza kuwa kuna watoto vijana pia. Mimi swali yangu ni kuuliza ya kwamba wakati kijana wako umemvalia hiyo nguo na anaona mpaka uji, mpaka mahali alitokezea kumejichora
alama ya pahali alitoka. Na huyo kijana ni kijana mkubwa, ako form 4, ako sekondari, ni kijana ambaye anajua kila kitu. Nataka ujiulize wewe kama mzazi, huyu mtoto hivyo unavyomuonyesha ni ungwana, unafanya vizuri? Huyu kijana unatarajia hakupe heshima gani ikiwa anaenda akiona uchi wako na wewe ni mzazi wako? Na hakuna kitu mbaya kinauma mtoto wa kiume kama kuona mama yake akipotea. Mtoto wa kiume huwa anaumika sana wakati anaona mama yake mzazi akiwa na tabia mbaya, akiwa na njia ambazo ni mbaya. Huyo kijana huwa anaumika sana. Na vijana wengi unaona wameingia kwa ulevi, wengine wameingia kwa uraibu, bangi. Hizo tabia ni kwa sababu wameamua. Wengine ni kukasirika, wamekasirika kwa sababu ikiwa mama yake anamuonyesha mpaka uchi wake, huyo kijana unatarajia ni nini? Unatarajia afanye nini? Itabidi saa zingine anakuja nyumbani akiwa amelewa, asija akaona zile haibu mama yake mzazi anamuonyesha. Wazazi wa mama wa dada, rekebisheni. Munaendelea kuua kizazi, munaendelea kuua mbegu ya mwanaume. Mbegu ya mwanaume inaendelea kukufa wakati mwanaume anaona uchi wako, wakati kijana wako anaona uchi wako. Unatarajia ni nini kiko ndani ya mawazo yake? Mahali ulipo, dunia nzima, Afrika nzima, sikiza huo ujumbe. Sikiza huo ujumbe. Kila mtu arekebishe njia zake. Sisi wa Afrika tulipata mavazi mazuri, hatukupata mavazi ambayo tumeletewa. Tulipata mavazi, wa mama walikuwa wanajifunga leso, wanajifunika vizuri na wanaheshimika. Hawako wanaonyesha hata mili yao kama vile tunaona. Walikuwa nafunika mili vizuri na wanaheshimika kama wamama. Na wakati ule kulikuwa ni wakati ambao kulizaliwa watu wa kutegemewa na kulizaliwa watu wa maana, masujaa. Walizaliwa na wamama ambao walikuwa na tabia za kuheshimika. Wamama walioheshimu ndoa zao, wamama walioheshimu jamii, wamama walioheshimu hata boma zao. Kwa hivyo rekebisha mahali ulipo. Sina mengi, ni ujumbe ambao nimekuletea. Barikiwa sana na Mungu akubariki sana.